Habarini za asubuhi. Niko na vijana hapa. Nilitaka niseme kwamba niko na wenzangu, lakini nikagundua kwa rika inaweza ikawa sio wenzangu, maana mimi sio kijana, japo hizi mvi mimi ni za ukoo tu, sijazeeka kivile. Kwa wale ambao wanatutazama watajiuliza kwamba tuko hapa tunafanya nini. Kwanza kabisa kutambulisha tuko wapi. Tuko Chanika, kata ya Zingiziwa, eneo la Lubakaya, mtaa wa Kibaoni. Hii Zingiziwa ni Kizaramo, maana yake hili ni eneo ambalo asili yake maji huwa yanatuama kama bonde hivi, yanakuwa kama bonde la mpunga. Watu wakisikia Zingiziwa wanawaza bonde la mpunga hivi. Sasa hapa tumekutana, tuko na vijana wanaotokea eneo hili ili kuweza kuzungumza nao kuhusu dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Kama ambavyo tunafahamu kwamba mwaka jana serikali ilizindua dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Lakini hii dira sio dira ya serikali. Ni dira ambayo inatakiwa kugusa maisha ya kila Mtanzania, kila mmoja wetu. Kwa hiyo tunapokusanyika kama hivi, lengo letu ni kuweza sasa kujadiliana na hawa vijana, waichambue wao wenyewe na watoe uzoefu wao na maoni yao. Hii dira maana yake nini kwa maisha yao ya kila siku, na wao wanaona inaweza ikasaidia vipi katika maisha yao ya kila siku kuanzia sasa mpaka mwaka 2050. Na tunafanya mazungumzo haya na vijana kwa sababu tunaamini kwamba kila kitu kikienda sawa, vijana ndio ambao wataendelea kuwepo. Sisi wengine muda wetu unaweza ukatutupa mkono tusiwepo ikifika 2050, lakini tuwasikie vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo karibuni katika haya mazungumzo, na leo tunaanzia hapa Chanika Kibaoni kuweza kuzungumza na vijana. Sasa kwa kuanza mjadala wetu, yeyote ambaye angependa, kwanza wangapi walishawahi kusikia kuhusu dira ya maendeleo ya taifa 2050? Ulishasikia kabla ya leo? Ulishasikia? Nyosha tu mkono tuone wangapi wamewahi kusikia kwamba Tanzania imejitengenezea dira yake ya maendeleo ya mwaka 2050. Nyosha mkono ambao wamewahi kusikia. Okay? Wachache wamewahi kusikia. Kabla tuendelea na mjadala, hivi dira maana yake nini? Sio dera. Mtu asije akasema dera lile kijora cha kuvaa. Dira maana yake nini? Karibu bro hapo. Jitambulishe alafu utuambie wewe ukisikia dira maana yake nini? Kwa jina naitwa Juma Majidi Juma, ni mkazi wa mtaa wa Zingiziwa uliopo katika kata ya Zingiziwa. Unaposikia kwa uelewa wangu neno dira ni kama mwongozo au mpango kazi wa kufanya kufikia malengo fulani. Ndio kwa uelewa wangu. Dira ni mwongozo au mpango kazi wa kufuata ili uweze kufikia malengo fulani. Shukrani sana Juma. Mwingine, ukisikia dira nini kinakuja wewe akilini mwako? Karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Ambari, ni mkazi wa eneo hili la Zingiziwa, Lubakaya, Kibaoni. Mimi kwa akili yangu nikisikia dira naona ni mwongozo wa matarajio tunapotaka kufikia. Yaani dira ni sawa na picha iliyoko akilini kwangu kwamba tunataka tufike sehemu yenye 1, 2, 3. Ndio hiyo picha nayo ipiga kwenye akili yangu nikisikia neno dira. Asante sana. Dira ni picha ya kule unakotaka kuelekea. Halafu unajiwekea mpango wako, malengo yako ili ufike kule. Jinsi gani utafika kule. Sawa sawa. Hiyo pia iko sahihi kabisa. Kuna mwenye nyongeza au maoni tofauti? Wote mko sahihi. Dira ni kitu ambacho kinakupa uelekeo. Kama ile wanasema compass, inakupa uelekeo. Unataka kufika wapi? Na Tanzania tumejitengenezea
hiyo dira yetu ya mwaka 2050 ambayo inatuelekeza, inatupa picha, inatupa taswira Tanzania ifikapo mwaka 2050 itakuwa hivi, itakuwa hivi, itakuwa hivi. Je, kuna yeyote ambaye amesikia chochote katika hii dira ya mwaka 2050? Labda umesikia kiongozi amesema, rais amesema, au nani amesema kwamba Tanzania tukifika mwaka 2050 tunataka kuwa nchi ambayo iko hivi na hivi na hivi. Kuna chochote ambacho umewahi kukisikia, labda utukumbushe kidogo kabla tujaendelea na mjadala? Hamjasikia kwenye vyombo vya habari wakizungumza, yani chochote, na wewe ukajiuliza kwamba tutafika kweli huko? Karibu Juma. Asante. Kwa upande wangu nishawahi kusikia viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na vyombo vya habari wakizungumzia kuhusu swala zima la hadi kufikia 2050 katika dira yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunataka tuje kuwa ni watu ambao tutakuwa na nishati ya kutosha na ambao itakuwa ni stahimilivu kwa ajili ya maendeleo itakayotufanya tuweze kuhakikisha tunazalisha ajira kutokana na uwepo wa viwanda na vitu mbalimbali. Asante. Asante sana. Nishati kwa ajili ya maendeleo, kuzalisha ajira na kadhalika. Unakumbuka ulimsikia ni nani alikuwa anaelezea hayo? Ili kwa kumbukumbu ya moja kwa moja msemaji simkumbuki, lakini nilipata kipindi ambapo dira inazinduliwa rasmi. Hata kama hatufahamu, wewe hapo unajua, nitakupa maiki, utatuambia. Hata kama hatukumbuki vizuri au hatufahamu hiyo dira inataka tufikie Tanzania ya aina gani, tunaweza lakini na sisi bado tukajadiliana tungependa Tanzania yetu ifike mahali fulani. Lakini kabla nyinyi hamjatoa mawazo yenu ya mnataka Tanzania ifike wapi, hebu niulize, nani hapa ana furaha kabisa, yani kwa kiwango cha 100% kwa jinsi ambavyo maisha yake binafsi, maisha ya kaya yake na taifa lilivyo? Yani hapa nimefika, hapa nimejipata. Nani ambaye anaona yani mimi maisha yangu hapa yalipo yani yako fresh kabisa, yani hivi ilivyo sina ndoto nyingine yoyote huko baadaye, hapa ilipo mimi ndio fresh kabisa? Kuna hata mmoja ambaye ana hiyo hali? Hapana. Kila mmoja ana hali ya kuboresha hali yake, si ndio? Hebu kila mmoja au watu wachache, hebu tuambie wewe, ndoto yako ndani ya miaka 10, 15 ungependa maisha yako yaweje? Au ungependa Tanzania yako iweje? Aidha maisha yako wewe au Tanzania iweje, yani ndoto ile ya baadaye. Kama sasa hivi kuna vitu vinakufurahisha, lakini kuna vitu ambavyo unaona ninaweza nikavibadilisha, nikaviboresha, kesho yako ungependa iweje? Karibu. Unajitambulisha afu tuambie. Kwa majina naitwa Asia. Nani? Asia. Asia. Ni mkazi wa hapa Kibaoni. Yani napenda hebu unaweza kurudia swali? Au labda tuiweke kwamba kwa hii Chanika yetu Zingiziwa, Lubakaya, Kibaoni, ungependa iweje baadaye, miaka 15, miaka 20 ijayo? Wewe ukiweka hiyo picha, ungependa hapa paweje? Kwa mimi ningependa yani sehemu ya Chanika, Zingiziwa, Lubakaya, Kibaoni
ningependa kuwa ni sehemu ambayo yenye biashara kubwa, ni wafanya biashara wapo wengi katika hii sehemu, na pia vijana wajitahidi sana wani kufanya kazi katika maeneo haya. Asia yeye ndoto yake ni kuona hapa Chanika biashara zimeongezeka, zimeshamiri, vijana wanashiriki. Asante. Mwingine? Jina naitwa Adela Kapama. Kwa mimi kwa miaka ya mbele ijayo ningependa hapa kuwe na shule nyingi za msingi na sekondari na hospitali, kwa sababu watu wengi kupata huduma hizo na kwenda umbali mrefu. Kwa huduma hizo zitakapotukaribia tutakuwa tunaishi katika mazingira mazuri. Adela yeye angetamani kuona kuna shule nyingi zaidi, hospitali na huduma, watu watakuwa wameongezeka, lakini tusiende mbali kufuata huduma hizo. Sawa, asante sana. Mwingine? Yes, karibu. Kwa majina naitwa Ibrahim Puiku Saidi. Naishi mtaa wa Kimwani Kusini. Mimi kwanza furaha yangu kubwa sana ni mpaka sasa hivi Mungu kunipa afya njema. Hiyo ndio furaha yangu kubwa sana. Na namshukuru hilo kwa hilo Mwenyezi Mungu. Jambo linginewe ni miundombinu ya mitaa yetu hii tunayoishi. Kwamba tunatakiwa tuwe na shule, vituo vya afya, miundombinu za barabara, kwa sababu huku mitaa yetu huku kidogo tu mvua zikinyesha hali inakuwa sio hali mtaani. Sometimes mtu akitaka kwenda kwake, yani anajifikiria kule nyumbani kule akondeke nyumbani ngwani kae huku. Kwa mimi ushauri wangu tu kwamba miundombinu ya mitaa yetu hii tunayoishi, sababu kuna Zingiziwa huku, kuna Ruakaya, kuna Kimwani, kuna Gogo, yote ni mitaa sio rafiki kwa kuishi. Yani kwa binadamu, yani sio mitaa rafiki. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ndio huo tu kwamba mitaa yetu hii iboreshwe miundombinu. Kwa hiyo wewe ndoto yako ni kuona baadaye miundombinu ya barabara na nini imekuwa mizuri kabisa. Inakuwa kama Ulaya hivi au? Hamna, yani ni kawaida tu, sababu tunaona mitaa yenzetu huko kama Kiwalani, Vingunguti. Sasa hivi hata kama mvua zikinyesha kidogo kuna at least ya kupita. Lakini huku kuna mtaa huku unaitwa Sogowali, mvua ikinyesha mpaka Mtumbwi. Kwa hiyo miundombinu tu za barabara, vituo vya afya, mashule, watoto hawa leo hii mtoto anatoka hapa anatoka huko Kibaoni anaenda kusoma shule kule chini kule. Mtaa wote mmoja lakini mbali sana. Kuna kama umbali gani, inachukua muda gani kutoka Kibaoni mpaka huko shule? Hapa at least kama dakika 30 hivi ya kutembea. Na watoto wakitembea huwa wanacheza njiani. Njiani. Kwa hiyo wanaweza kaongeza. Muda mwingine mazingira sio rafiki. Yani unajua tena watu wetu hawa mara amekaa hapa kwa huku kwenyewe kukua kuna shule huku kidogo at least. Kwa tuongeze miundombinu ya shule ili watoto wasiende mbali. Sawa, hiyo ndio ndoto ambayo tunataka kuona Chanika yetu. Kuwe kama Kiwalani. Kiwalani. Barabara ziongezeke. Sababu nchi yote ile ikiwa ina maendeleo au mtaa wote lazima cha kwanza hospitali, shule na vituo na barabara. Sawa. Mtu wote atakuja kuishi. Lakini kivitio vikuwa hamna hiyo sehemu, basi mazingira yanakuwa sio rafiki. Sawa, asante. Mwingine? Kwa majina naitwa Zulfa Salum Omali. Ni mkazi wa hapa Kibaoni. Kwa mtazamo wangu mimi binafsi na wasichana wenzangu na vijana wenzangu, naona ni bora tukajikita sana katika biashara na kazi. Vinginevyo maisha sasa hivi ni magumu, lakini njia moja au nyingine wapo. Tukiweza kuungwa mkono nasi tunaweza tukajikwamua sisi na kuwakwamua wenzetu. Hususani kwa sasa hivi kuna vijana wengi sana wanajikita katika mpango wa madawa kulevya, uvutaji wa bange, na wengine wanauzishwa wakiwa na umri mdogo. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu mimi binafsi, kama tukiwa wote ile tumoja tukashirikiana, tukajitahidi kuwanyanyua wale wenzetu, tukawezeshwa na sisi. Mfano mimi ni fundi cherehani.
sawa, ninashona pale ni nyumbani, nimejengewa tu banda, lakini nikawezeshwa, nikajengewa tu hata kwa mfano ofisi, nikawanyanyua wenzangu, vijana wenzangu, ili mradi tu wasikae tu nyumbani bure kujibweteka kusubiria tu ndoa au kusubiria tu mama aende akapambane huko, mwisho wa siku tunajengeza katika makundi mabaya. Ili na sisi tuonekane wa mfano, tuwezeshwe, tuonekane Chanika Kibaoni ya tofauti. Vijana tuchape kazi, tuachane na masuala potofu, tuachane na masuala ya ubangi, mabinti tuachane na masuala ya ukuzululaji, mwisho wa siku tunaingia katika vitu vibaya. Asante sana Zulfa, kwamba tutaka tuone biashara zimeshamiri. Kweli. Vijana hawajihusishi na tabia mbovu na kadhalika, ili tuweze kupata hayo maendeleo. Na kitu ambacho labda ningeuliza, tumeshaona matumaini yetu ama ndoto yetu, dira yetu. Tungetamani kuona hapa pamekuwa na maendeleo. Biashara zimeshamiri, huduma za afya ziko vizuri, shule iko vizuri, miundombinu ya barabara, makazi ya watu na kadhalika. Lakini ni nini kinachotukwamisha kufikia hiyo ndoto? Karibu. Majina naitwa Saidi. Sogeza kidogo. Kwa majina naitwa Saidi Ibrahim Kundoso. Nakaa hapo Kobwaja. Sogeza. Majina naitwa Saidi Ibrahim Kundoso, nakaa hapo Kobwaja. Nakaa hapo Kobwaja. Malengo yetu vitu vyote, changamoto kubwa fedha. Fedha, yani vijana wengi hatuwezeshwi, hatuaminiwi asilimia nyingi, kuanzia kwa wazazi hata kwa watu binafsi. Mtu akimwangalia kijana, akimwona anapotoka, anamwacha hivyo tu apotoke. Lakini ukimwona kijana labda anapotoka, ukamshauri, kumpa risala nini, wazee wa zamani walikuwa wanatoa risala nini, kijana anarudi kune uzuri pale baadaye. Tukiwapa risala mnatusikiliza sasa? Maana sio yoyote anaotoa risala anasikilizwa kwa wakati ule. Lakini ukampa siku hizi wenyewe mnasema hata wazee, hata wahuni wanazeeka. Mnatuona hatuna busara yoyote. Hamna, kuna wakati mzee mwenyewe ukimpa mtu kijana maneno ya kutosha, busara za kutosha, kijana anaelimika kabisa. Kumpa mtaji, ukamwamini kijana. Sema sasa hivi wazee wengi hatuamini vijana. Yaani asilimia nyingi wapo hapa. Kijana mwenyewe atapambania. Lakini huko kukosekana kwa imani, si lazima kuna kitu kilitokea. Ina maana kuna vijana labda waliaminiwa, wakapewa mitaji, halafu wakazingua. Hao waliozingua hao wengine sasa wote ndio wamewekwa kwenye kundi hilo moja. Samaki mmoja akioza, wote hawajaoza. Kuna wengine ukimtoa, wengine unakula unabaki wanakula kidogo. Hata kama kwa ndimu nyingi unakula tu chumvi nyingi ndo anaenda. Sawa. Wewe umezungumza na Zulfa amezungumza lugha ya vijana kuwezeshwa. Hivi mnafikiri kweli kuna mtu atakuja kuwawezesha? Hebu zungumza. Dada huyu hapa amesema hapana. Nimeuliza, tunasema lugha ya vijana wawezeshwe, vijana wawezeshwe. Kuna mtu atakuja kweli kuwawezesha? Huyo mtu ni nani? Na kama yupo wakuja kuwawezesha, kwa nini hajaja siku zote? Kwa sababu mimi hii lugha sijaipenda sana ya kusema kwamba vijana wawezeshwe. Wawezeshwe na nani? Kwa majina naitwa Joali, kazi za mtaa huu wa Kibaoni. Uwezeshwa kwa vijana sio kama ndio vijana ndio tunategemea mtu atokee kule aje atuwezeshe ndio afike tu shikeni hela na wawezesha. Hapana, sisi wenyewe vijana tukiongeza bidii na tukafanya kazi, mtu tu atatokea kuwezesha. Haijalishi hata kwa mawazo atatokea. Vijana tukiongeza bidii tunaweza wenyewe tukajikwamua, tukafanya kazi, tukatoka katika hii hali. Kwa hiyo tunaweza tukakubaliana kwamba kuanzia leo tutakuwa hatutumii lugha ya kusema kwamba vijana tunataka kuwezeshwa. Mtakubaliana na mimi? Mimi nakubaliana. Mimi nakubaliana. Wewe unakubali? Kwa jukumu ni letu. Kama vijana. Zungumza.
Mimi nafikiri nirudi nyuma kidogo kwa baadhi ya ndugu zangu waliopita. Kwanza nijitambulishe. Naitwa Yusufu Asmani. Mimi natokea Zogowali, ni mchangia mada hapa. Nafikiri serikali ikijaribu kuboresha au ikiboresha miundombinu ndio itafanya tupate fursa. Tukipata fursa tutapata wazo la biashara. It means ni viwanda, barabara, maji, masoko, shule, vituo vya afya, kadha na vitu kama hivyo. Tukisema sasa tusubiri hiyo kuboreshwa ni ngumu kutokana na maadili ya hii miaka tulokuwa nayo na vijana jinsi tulivyo. Kwa hiyo mtu atakisema niboreshe hapa imekuwa mtihani kwa sababu kuna watu walijaribu kuwezeshwa kwenye elimu lakini hawakusoma. Kwa baadhi ya ndugu zetu na tunaona mitaani humu baadhi ya vijana wengi wapo hivyo. Kwa hiyo nafikiri tukijaribu kupambana kwa sababu tuna fursa ndogo na ajira ndogo zipo, japo kijana hapendi umwambie jaribu kuuza hata karanga, hapendi hilo neno. Au bwana jaribu basi kuuza hata chochote kitu ambacho hata kwa siku kitaingiza 500, hapendi kusikia hivyo. Yaani sisi vijana tupo neutral, tunapenda chap 30,000. Chap 50,000. Sasa mnaga jambo hilo nafikiri ni gumu. Lakini tukijaribu sisi wenyewe kujiwezesha kama dira inavyosema, maana mnaga mafanikio mara moja, wiki au wiki mbili no. Itategemea na familia wanayotokea. Na wapo ambao wana furaha na hali hii jinsi ilivyo 100%, lakini kama binadamu kuwa na furaha 100% ni ngumu. Kwa sidhani kama sisi vijana wenyewe tuna hiyo furaha 100% kwa hali ya taifa, kiuchumi, kwenye kaya tunazotoka, kielimu, kwa sababu kama kuna baadhi ya vijana wengine wanatamani wao waendelee kusoma lakini mambo yamekuwa changamoto kutokana na sehemu wanazotoka. Tunaona tunakutana na vijana wenzetu mtaani huko, ukitembelea mijini Kariakoo, Posta, Mnazi Mmoja, tunakutana nao vijana wenzetu wako barabarani, mtu anajaribu kuomba chochote kitu apate. Lakini nafikiri tukitafuta njia nzuri ya kuwa manage wale vijana pamoja, ajira zikapatikana, nafikiri tutapunguza ongezeko la vibaka wanaojiita panya rodi, sijui nini, wezi. Kwa upande wa dada zetu tunasikia kuna wadangaji huko na vitu vingi hivi. Kwa hiyo nafikiri ni huo ndio ushauri wangu. Asante sana. Kuna ubaya wowote kwa kijana kutaka vitu chap? Upo ubaya. Ubaya upo kwa sababu kwenye kufikia malengo kuna njia nyingi. Kwenye kufikia malengo kuna njia nyingi. Nafikiri wengi hapa sisi kama vijana wengi tunaishi nje ya malengo tuliojiwekea. Hakuna kijana aliyejiwekea malengo kwamba leo hii mimi niwe nazurura tu mtaani, hapana. Kila kijana amejiwekea malengo kwamba mimi hata kama nisiwe tajiri, nahitaji kufanikiwa, kwamba niwe hata kama sio chini sana, sio juu sana, niwe katikati. Na ina athari hiyo ya kutaka vitu chap. Kwa sababu itabidi kuna vitu vingine utavitaka ambavyo havipatikani chap. Sasa je, utapita njia halali? Tunatambua wote kwamba njia, yani tukisema tupite njia halali au kwa watu tunavyoamini au wanavyoamini vijana kwamba mafanikio kwa njia ya halali, maana yake sikufanya kazi ndio njia halali, kupata kipato chako kwa usahihi. Haya, mimi najishughulisha mimi mjasiriamali, nauza labda karanga, nauza maji ya mfuko yale kandolo, au na kaanga miogo barabarani. Faida yangu kwa siku labda 1,000. Nahitaji nifungue kiwanda kidogo cha kufyatua matofali. Nahitaji nijenge hardware, kuuza nondo, simenti na vitu kama hivyo. Je, faida yangu ya 500 kama muuzaji wa miogo itakizi hicho kitu ninachokitaka kufikia? Sasa hapo itategemea na maadili ya kila kijana alivyolelewa. Mwingine ndo ataamini mimi kule siwezi nikafika kwa njia hii, hapa nijiongeze. Tuna msemo wetu, ukiangalia sasa hivi mitandaoni unakuta hizo hela nazotafuta kihalali ishakuwa ngumu. Sasa hapa inabidi hivyo. Kwa hiyo yani hapo ndo nakuta tunaingia kwenye makundi, tunakaba, tunaiba. Na siku hizi tumekuwa na jambo baya sana kwa vijana. Unakuta kijana wa umri mdogo anafanya mambo usikuta hata mzaji kufanya. Mlevi yani yeye malengo anafanya kazi, apate pesa, akalewe, vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ina athari kwa namna nyingine. Sawa, asante sana.
Tuendelee hapo hapo. Kipato cha halali kinawezekana? Hizo fursa zipo za kipato cha halali? Nataka mtu mwingine, halafu tutarudi kwako. Kipato cha halali kinawezekana? Labda ningeuliza swali jingine hapo hapo. Wewe kwa haraka haraka, katika kila vijana 10 labda wa hapa Chanika, wangapi wanajihusisha na kipato cha halali? Wangapi wanajihusisha na kipato ambacho sio cha halali? Je, ni 2 kati ya 10 ndio kipato cha halali, halafu 7 kipato sio cha halali? Wengi, sio swali la mtego, si tunajadiliana uhalisia. Hamna mtego. Yaani wewe kwa haraka haraka, katika kila vijana 10 ni kama wangapi wanajihusisha kwenye kipato cha halali na wangapi hawajihusishi kwenye kipato cha halali? Tuanze na bro hapo, alafu tutakuja kwako. Majina yanaitwa Ibrahim Puiku Saidi. Wapo wanaopata kipato cha halali na wapo wasiopata kipato cha halali. Wengi ni wapi? Mzani umeelemea wapi? Wanaopata kipato cha halali ni wengi, ila ni ndogo kuliko wale wanaopata kipato cha haramu. Ni wanapata kingi, wanapata kingi chap chap. Mambo yanaenda. Ni wale cha haramu. Utasikia mtu anakuambia bana, ukizaa watu 4 bana, mtoe mmoja asaidie wenzie. Kauli hizo. Rudia tena. Ukizaa 4 mtoe mmoja asaidie wenzie. Hiko ndo cha haramu hiko mzee. Na cha halali ndo kile huyu kaeka anauza mafenesi, anauza karanga, bodaboda, shaona, dereva, hiko ndo cha halali. Ila cha haramu ndo hiko mtu kampiga mwenzake bunduki, kamkaba mwenzie. Ndo hao mtu ana nyumbani, mtu ameweka nyoka, mwisho wa mwezi anacheua nyoka, anatoa hela. Hiko ndo cha haramu na ndo kinakopo kingi. Anaweka nyoka nyumbani, anacheua hela. Anacheua hela. Hiko ndo kingi kwa mzee wangu. Sasa kwa nini hao nyoka wasicheue hela tukajenga barabara? Mzee wangu, nchi ina asili kubwa sana. Usimkule kijana tu anapendeza nini, mtanashati, ana hela, anatembelea viatu, ukajua la huyu kijana mzangu bwana, huyu kafanya nini? Anakwambia kaka, unaweza? Wewe tena naweza bwana, ndugu yangu bwana, ukwenda kule na unakimbia. Uwezi sababu bado hujakomaa wewe. Huyo nyoka unamlisha nini? Kaka ndo sio kama hivyo mzee wangu. Yaani sisi vijana ni tunataka hela ya haraka sana. Yaani tunataka hela ya haraka, kwamba mtu anaona kazi kupata kwa siku shilingi 8,000 au shilingi 9,000, anataka akapata ile 200,000, yani akienda tu 200,000, 300,000, ye baada ya mwezi ametoboa. Ndio vijana wengi sana tupo hivyo sasa hivi, na kuna kauli kwamba unataka sasa hivi hela ya halali usote sana. Na unaweza ukakaa una miaka hapo karibuni 20, wakati kupata hela ya halali miaka 60. Unapata hela ndo kituta. Unakufa. Kwa hata usifaidi hela zako. Wakina dada, kwenye hili la upatikanaji wa kipato cha halali na kisichokuwa cha halali, nyie mnalionaje? Kuna wakina dada na wenyewe ambao wanapata kipato ambacho sio cha halali, na wengi ni wapi? Cha halali au ambacho sio cha halali? Wengi wao ambao wengi wao wanapata vipato sio vya halali, ni ambao wanaotumia ni njia ni isiyokuwa sahihi. Kama zipi hizo? Mfano kwetu sisi wasichana kwa si vijana wa kike, hatuwezi tukafanya kazi mfano ngumu hizi. Mwingine anaweza akasema hawezi akauza miogo. Kwa hiyo anafanya, yani kwa yeye kama yeye anaamua tu aseme ngoja nikajiuze tu ndani nipate tu hela.
yani akajiuze akauza mwili Kwa ndo hivyo, hicho kipato sio cha halali. Hicho kinakuwaje sio kipato cha halali? Hicho kinakuwaje sio kipato cha halali? Amekaba mtu? Hajakaba. Kaiba cha mtu? Hajaiba. Nini kinafanya hicho sio kipato cha halali? Hicho kinafanya kisiwe kipato cha halali kwa sababu kwenye jamii yoyote ambayo sisi vijana tunaoishi, kuna sheria zilizoandikwa na zingine hazijaandikwa. Ambazo tunasema hazijaandikwa ni moro, ni kwa utamaduni wetu, maadili. Umeona? Kwa hiyo kama mtu akienda akataka fedha kwa kuenda kufanya labda kuuza mwili, hicho ni kinyume cha maadili na kinaporomosha kwa kiwango kikubwa sana maadili yetu sisi kwenye jamii. Kwa mfano, nakumbuka kuna tafiti zilitolewa nyuma na Twaweza, walisema kwa mfano hapa Tanzania asilimia kubwa ya watu ni vijana, na katika jamii yoyote ile duniani vijana ndio state backbone, ni uti wa mgongo, ndio uti wa mgongo wa taifa lolote lile duniani. Tunasema vijana ndio engine. Huwezi kulisukuma taifa likafika popote unapopataka bila kusaidia kusukuma vijana. Sasa kama tukitengeneza jamii ambayo haiamini kwenye kufanya kazi, inaamini kwenye kuuza miili, inaamini kwenye kukaba, inaamini kwenye kuweka nyoka kacheua pesa, hatutakuwa na taifa. Kwa hiyo hata sisi tukija tukizeeka, tukaja tukiondoka, vizazi vyetu hatutakuja kuviachia taifa. Kwa mfano, ukiangalia dira ya taifa ya 2050, ukiangalia ile misingi ya dira ile, utakuta kuna maadili na utamaduni wa taifa. Maadili na utamaduni wa taifa. Kwa mfano, kila ukimwona kijana ni jumla ya watu waliomlea, ni jumla ya watu wanaomzunguka. Kwa hiyo wakati wengine tukiruhusu vitu kama hivyo, kuna mtu anaenda kufanya distraction ya future. Mtoto kabisa atakapokuja kufika umri wa kijana anakuwa hamna kitu, kwa sababu kuna vitu ambavyo amejifunza kwa kuona, hajaambiwa fanya, lakini the way kukiwa na moral distraction tunakwenda kuliangamiza taifa. Asante sana. Asante sana. Dada, hujazungumza, nataka nikupe microphone nikuulize swali lako. Kama ambavyo wachangiaji waliotangulia wamesema, kutafuta kipato ambacho sio cha halali ndio kama imekuwa kimbilio la vijana wengi, kitapatikana kwa haraka na kadhalika. Lakini tuna ndoto zetu kama tulivyosema awali, tunataka tuboreshe hospitali, shule, watoto wasitembee umbali mrefu, miundombinu, barabara na kadhalika. Hasa ukiangalia yote yanayoendelea hapa Chanika na Tanzania kiujumla, tutatoboa kweli? Tutafika huko tunakotaka kufika? Kwa jina naitwa Adija, ni mkazi wa hapa Kibaoni. Kwa mtazamo wangu mimi, kiukweli hatuwezi kufika. Kwa sababu tukitegemea vipato sio vya halali ndo tufike malengo yetu, sana tutaishia pabaya tu. Kama kwa mfano msichana ukienda kuuza mwili wako, utachoambulia ni malazi tu. Hauwezi ukafika malengo yako yale unatarajia, labda nijenge au ninunue gari au niishi maisha kama fulani. Huwezi ukafika. Utatumika na huyu na yule, basi mwisho wa siku atakutelekeza tu. Na ukirudi kwa upande wa vijana hao ambao wanatafuta vipato ambavyo sio vya halali vya kukaba, na wenyewe wataishia kama hivi, utakamatwa, utachomwa moto, au utakamatwa, utaishia jela. Huwezi kufikia malengo yako. Sasa sawa, vipato visivyo vya halali kuna hatari zake.
lakini hicho cha halali ndo na chenyewe umeambiwa mpaka ukipate ushazeeka unakufa. Hasa tufanyeje? Kwa mtazamo wangu mimi, ukifanya kazi kwa bidii huwezi ukafika hata hiyo miaka 60 bila kufanikiwa hata kidogo. Sio kweli. Ipo mifano ya hapa ya watu ambao wamefanya kazi kwa bidii kwa halali na wakafanikiwa? Ukiwaza kwa haraka haraka katika jamii yako, ipo hiyo mifano? Na huyo mtu hana nyoka ndani anayecheua pesa? Hapana. Hana nyoka, anafanya kazi kwa bidii, anapata hela kwa kupitia jasho lake halali. Wapo. Kwa mifano ipo. Tufanyeje ili hiyo mifano iweze kuwahamasisha vijana wengine waweze kuiga hao? Asante. Mimi kwa mtazamo wangu nadhani turudi kwenye dira yetu ya taifa, tuangalie miongoni mwa vitu ambavyo tumezungumza vinavyo ambayo wengi hawaifahamu. Yaani kama hapa si wanne tu ndo angalau wamewahi kuisikia. Nitarudi huko kuhusianisha huko. Nataka nianzie kule alafu nirudi. Tumeangalia wachangia mada hapa wengi wamezungumza kwamba asilimia kubwa tukishaona vijana tunataka maisha ya shortcut, kwamba tutakimbilia kutumia njia zisizo sahihi ambapo tutajikuta mmomonyoko wa maadili unatokea. Sasa mimi nadhani ifikie muda sasa tukae chini, hii dira yetu ya taifa iwe wazi kwa kila kijana, kuhakikisha kwamba hata si kwa kuijua yote walau sehemu yake akaijua, na pia tuhakikishe kizazi katika mitaa na jamii zetu tuhakikishe tunayatunza maadili ya Mtanzania, kwa sababu pindi tutakapoyatunza tutapunguza hivi vitu na tutapata ile ari na morali ya kuweza kujitafutia kwa njia za halali, na mwisho wa siku tutaweza kufikia malengo. Na hii mifano inayosemwa kwa watu wachache, mwisho wa siku itakuwa ni kwa jamii asilimia kubwa. Hatutaweza kufikia 100% katika jamii, lakini tutakuwa walau na 75% mpaka 80%. Kwa hiyo nadhani turudi kama jamii, turudi kama taifa, tusimamie maadili yetu ya Kitanzania. Pia serikali kama chombo kikuu cha kuwezesha na kusimamia masuala haya inabidi ihakikishe kwamba inatoa elimu, inasogeza fursa kwa vijana na wananchi kwa ujumla, na kuhakikisha kwamba mipango kazi, sera wanazoziinitiate katika jamii zinaweza kutekelezwa kwa 100%. Hata kama isipofikia 100%, walau tuvuke lengo la 50% na kuendelea. Natazungumzia mfano mzuri. Kwa mfano katika dira tunakuta kuna sehemu kwamba lazima kuwepo na serikali za mitaa ambazo zitakuwa ni imara. Hapo umeenda pazuri sana, kwa sababu nilikuwa nataka nikukatishe hapo kwenye serikali, maana mara nyingi tumekuwa tunasema tu serikali fanye hivi, serikali fanye vile. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikuulize, ukisema serikali unamaanisha nini? Lakini sasa kwa sababu umeenda kwenye serikali za mitaa, endelea. Dira inasema tuandakiwa tuwe na serikali za mitaa ambazo ziko vipi? Imara, ambazo zinaweza kutekeleza yale malengo ya taifa kwa kiwango fanisi. Hii ni kwamba itasaidia serikali kuu yenyewe, ni kazi yake ni kudili na masuala tunasema kwamba ambayo yanahusu kiujumla kitaifa, lakini hizi serikali za mitaa zimesogezwa huku chini kwa ajili ya kupata maoni na maamuzi ya wananchi. Sasa tutakapokuwa na serikali za mitaa imara, zitasaidia serikali kuu kujua maumivu, kujua changamoto, kujua na njia gani zitakazotumika kwa eneo fulani. Kwa mfano tunazungumzia Zingiziwa. Subiri. Ndio. Serikali yenu ya mtaa ndio inafanya majukumu yake? Sasa ukija inafanya yapi hayo? Niulize swali hapa. Ndio. Nyosha mkono kama ndani ya tangu tumeanza huu mwaka 2026 umeshawahi kwenda serikali ya mtaa kwa sababu yoyote ile. Watatu.
wengine hamjaenda serikali ya mtaa. Haya, niulize swali jingine. Tangu huu mwaka umeanza 2026, serikali ya mtaa imekuja kwako, imekuja mtaani kwako, imeandaa mkutano au hata imepitisha gari la matangazo fulani. Nyoosha mkono kama serikali yako ya mtaa imefanya kitu kama hicho tangu tumeanza huu mwaka 2026. Kwa nyinyi hamjaifuata serikali yenu wengine, wala serikali yenu haijawafuata. Kwa mwaka mmoja uliopita, umeshawahi kwenda kwenye mkutano wowote wa serikali yako ya mtaa? Nyosha mkono kama ulihudhuria mkutano wowote wa serikali ya mtaa. Wa ulinzi shirikishi. Wa wanaume wote na mwanamama mmoja. Dada zangu hakuna hata mmoja aliyehudhuria. Na hiyo ndo picha ya uhalisia jinsi ilivyo. Mikutano inapoitishwa ya serikali ya mtaa, unakuta kwamba wanaohudhuria zaidi ni wanaume na sio wanawake. Na sio kwa ubaya. Unakuta kwamba na mkitaka kunipiga mawe mnipige mawe. Lakini unakuta kwamba wanawake hawajaenda kuhudhuria katika ile mikutano ya serikali za mtaa kwa sababu wako katika shughuli za nyumbani, katika shughuli za uzalishaji. Ila siku hizi wanaume ndio wengi majobless, ndio maana wanapata muda wa kwenda kwenye mikutano ya serikali za mitaa. Ukweli uongo? Ndio ukweli. Kwa hiyo wanaume ndio mnabebwa na wanawake siku hizi, ndio maana wanawake hawana hata muda wa kwenda kwenye mikutano ya serikali za mitaa. Nyie ndio mpo tu vijiweni, ndio maana mnaweza kwenda kwenye mikutano. Hiyo ngumu vipi? Haya, jitetee. Mimi kwa mtazamo wangu niliofanya mwaka jana 2025, kwa mikutano mingi nilioenda mimi ya serikali, nimekuta wamama wengi kuliko wababa, au wasichana ni wengi kuliko wavulana. Nimekuta hivyo. Kwa kuna kusema kwa sababu wanabana sana na majukumu ya nyumbani, hapana. So kweli. Japo unaweza mkutano ukachukua hata masaa 2 au masaa 3 kutokana na ajenda. Lakini hilo swala so kweli. Ni vile tu tuna mawazo hasi kwamba bwana ndo wote yale tu. Ndio hivyo, lakini hakuna sababu nyingine. Hapo tuendelee kidogo. Hivi ni mawazo hasi tu kusema kwamba hakuna jipya, ni yale au ndio uhalisia? Kwamba huko kwenye mikutano inafanyika hiyo mikutano, lakini kuna kipi kipya kinachotokea? Tumuulize Juma. Tumuulize Juma. Hebu Juma zungumza afu nimsikie mwanadada huko. Kwa sababu hasa ndo hamuendi kwenye mikutano. Je, hii mikutano kuna jipya mkienda? Yaani wewe kuwa free kabisa, wewe sema kilichoko nafsi yako, ndani ya nafsi yako. Kwangu mimi niseme kwamba mikutano ina mapya, lakini nadhani kuna fakta ambazo zinapelekea wanawake wasihudhurie kwa wingi, au baadhi ya mitaa mingine wanaume wasihudhurie kwa wingi. Mfano nakuja kwenye nature ya jiografia katika hii kata ya Zingiziwa. Unakuta mtaa, kwa mfano mtaa huu wa Lubakaya, ofisi ya serikali ya mtaa ipo kule Videte. Eneo ni mbali. Mkutano ukiitishwa, kwa mfano ukiitishwa huku, ina maana wakazi wa tunaosema watakuja kipaumbele ni wakazi wa Kibaoni. Wakazi wa Videte, maeneo ya kule Chanika mjini kule, hawatohudhuria. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba inabidi serikali za mitaa katika kuyafanya majukumu yao watengeneze mfumo ambao utakuwa ni rafiki. Aidha kwa kuitisha vikao kwa zoni husika. Kwa mfano Kibaoni wafanye kikao, wakimaliza wahamie eneo jingine, kurahisishia wananchi wao kuhudhuria na kufanya kuweza kufika na kutoa mawazo yao. Pia kuna kitu nirudishe nyuma kidogo, niseme kwamba kumekuwa na changamoto ya wananchi kutofika katika ofisi zao na serikali za mitaa kuto wafikia wananchi wao. Mimi niseme kwamba asilimia kubwa viongozi wa serikali za mitaa na viongozi wa hizi ngazi, tunasema kwamba ni tawala za mikoa na serikali za mitaa, hawajui majukumu yao, hali inayopelekea kushindwa kuwafanya wale wananchi ambao kwao ndio kama tunu au mabosi wao waweza kuwatumikia na kuweza kuwa nao na ukaribu. Kwa hiyo nadhani ifikie muda semina elekezi ziweze kutoka kwa viongozi wa serikali za mitaa
wajue majukumu yao kwamba wao ndio kiungo kikuu cha serikali kuu na wananchi, ili mradi kuweza kuhakikisha. Rais Magufuli alizuia hizo semina elekezi kwa sababu akasema watu wanaenda kulipa na posho tu. Sasa mimi nasema kwamba sisi wananchi na serikali tusione aibu kuona kwamba mwenyekiti wa serikali mtaa fulani tumetoa maelekezo haya hajatekeleza, hafai kwa maendeleo ya wananchi, na wananchi tusioneane aibu kwamba kwa kuwa mwenyekiti ni jirani yangu kwamba kutokana na anachokifanya niendelee kumvumilia. Tunachokiangalia leo na kesho, watu wataondoka, watafariki. Kizazi cha sasa, generation inayokuja itakuwaje? Ndo tunaposema kwamba tukiangalia nature ya Tanzania kwenye life expectancy tumevuka, yani miaka yetu ya kuishi ni asilimia ya watu kuanzia miaka 63 na kuendelea. Sasa tuashumu kwamba kizazi hichi hapa cha sasa ambacho tunasema kwamba wanaweza kututengenezea njia sisi ambao hii dira yetu 2050 itatukuta wengine tuna miaka 50, 40 na kitu, 55. Nadhani kwamba inabidi sasa wachukue hatamu kutokea sasa kuhakikisha kwamba ili kufikia maendeleo hayo ya 2050 Tanzania inayotakiwa kuja, hatua ianzie sasa. Yani sasa ndo tufanye mageuzi ya 2050. Asante. Sawa. Tuendelee hapo hapo, na kama tunaelekea kwenye maswali yetu ya mwisho, ili tuchukue hiyo hatua, vijana ndo tushike hatamu ya kuweza kuifikia hiyo ndoto tunayotaka kuifikia ifikapo mwaka 2050. Wewe utafanya nini na unawashauri wengine wafanye nini? Na hapa kila mmoja atazungumza. Asipokuwa tayari tutamruka afu tutamrudia. Wewe utafanya nini na unataka wengine wafanye nini? Kwa uchache tu. Nitafanya nini na wengine wafanye nini ili tufikie huko tunapotaka. Kwa sababu tumekubaliana kwamba ni muhimu kuwa na dira inatuelekeza tunakotaka kwenda. Tumeangalia hali yetu sasa hivi, kuna vitu vinatukwamisha. Sasa je, ili tujikwamue tutoke hapa tulipo, tutafanya nini? Mimi nafikiri kwanza hatuwezi kutoka huku tulipo kama hatutaliona tatizo, na njia nzuri ya kutatua tatizo ni kukiri kwamba lipo. Ukisoma vipeperushi vingi vinatuonyesha kwamba tunajitahidi kuwa na sera, lakini implementation iko chini sana. Utekelezaji wa sera husika uko chini sana. Kwa mfano nitolee mfano wa kitabu cha Mzee Mengi, My Life, no, I Can, I Will, I Do. Anasema huwezi kumwambia Mungu, kijana, huwezi kumwambia Mungu bariki hatua za miguu yangu na huku piga hatua umekaa. Mungu anabariki nini? Kwamba unaposema bariki hatua za miguu yangu, basi tuone unatembea hata kwa taratibu, lakini unatembea. Sasa sisi kwanza vijana, ili tufike tunapotaka, tunahitaji vitu vitatu mpaka 4. Cha kwanza, tunahitaji bidii katika kila tunachokifanya. Cha pili, tunahitaji kuwa na integrity. Lazima tuaminike, kwa sababu wakati mwingine uadilifu, integrity, kwamba integrity hata ukiwa gizani, unachokifanya ndio kiwe sawa unachokifanya watu wanavyokuona. Hiyo itajenga, itaongeza imani kwa jamii, kwetu sisi vijana. Lakini cha tatu, tunatakiwa tuwe na subira. Yani hakuna mtu ambao utakuwa tajiri kwa kwenda kubeti. Kwamba unaacha kufanya kazi ukakaa tu unapiga makele kama unakuangua. Siku hizi unajua kuna hao wanasema wanaoitwa sijui ndio motivational speakers. Yep. Kwamba vijana wawe na bidii, vijana wawe na uadilifu. Yep. Vijana wawe na subira. Havijalipa hivyo vyote. Inategemea. Kuamua kijana. Inategemea, kwa sababu
maisha yalivyo, yani hakuna kitu kipe chini ya jua. Musa alivyokuwa anapata majaribu, kumwambia Mungu usinipe majaribu, alimwambia nipe mabega ya kuweza kuyabeba majaribu. Siku changamoto zitaisha ni siku ambayo unaingia kaburini. Abraham Lincoln alisema, kwa hiyo kijana ambaye hana chakula hana nini, kweli utaenda kukaa na kuanza kumwambia stori za Musa? Ina depend. Yani kijana ambaye hana chakula hana nini, unajua kijana huyu hajatoka kwenye mti, kwa sababu kuna namna ambapo yeye hajawajibika, serikali haijawajibika, au walezi au wazazi hawajawajibika, na pande zote hizo lazima ziwajibike. Umeona? Pande zote hizo lazima zifanye nini? Ziwajibike. Huyu tunamuona leo sio kama alianguka kutoka kwenye mti, lakini wakati mwingine alivyokuwa anaanzisha tabia za kutokufaa, waliotakiwa kumwambia wewe hapana, hakuchukua wajibu wao, na ndio maana kafika pale alipofika. Kwa mfano, sasa hivi tuna hizi 10% sijui katika masuala ya halmashauri, ili kuwawezesha nani, kuwasaidia vijana wafike nani kule. Lakini kama unafanya research, unakuta wakati mwingine hizo fedha haziendi kwa yule mtu ambaye anayehusika. Hapo tunakuja kwenye swala la uadilifu. Kwa tunaposema integrity, tunaposema uadilifu, tunaposema uaminifu, tunaposema subira, tunaposema bidii, tuna cross paths katika nyanja zote hizi zinazoweza kumtengeneza na kumuibua huyu kijana kuja kuwa mtu ambao tunaotaka awe. Sawa. Asante. Kwa hiyo huo uadilifu kwa kijana mwenyewe haupo. Sahihi. Jamii yake inayomzunguka inayomlea haupo. Sahihi. Upande wa serikali huo uadilifu pia haupo. Sahihi. Ndio ukweli tunaozungumza kwamba ili tuweze kufika tunakotaka kufika lazima kwanza tuseme ule ukweli. Sahihi. Haya, shukrani. Kwa mfano kidogo hapo. Ulisemea kipindi cha Magufuli walikuwa wanasema watu wasiende semina, wanakula nini? Is posho, things like that. Unakuta mkutano umeandaliwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa ngozi, lakini kwenye mkutano ule wanaojadili, wanaolipa, wanaoweka hizo plan, hakuna mtu mwenye ugonjwa wa ngozi. Kwa hiyo hili, kama wewe una akili, unaona kabisa the way mimi nikiwa mchoma vitumbua, wako pale kwa niaba yao. Wako pale kwa niaba yao. The way mimi siwezi nika-arrange vitu vya mtu ambaye tunataka kumkwamua mtu wa bodaboda, lakini ukiangalia kwenye wale watu ambao mipango, sera nini hazimshirikishi huyu, tafsiri yake itakuwa nini? Mimi nitakaa, nitapata posho, nitaendelea na mambo yangu, na huyu ndoto ya mtu wa bodaboda haiwezi kuja kutimia. Sawa. Sawa, asante. Twende wengine. Wewe bado Dogo amepambana kweli, anasema yeye yuko tayari kuongea. Wewe utafanya nini ili tufikie ndoto yako? Achana na simu basi. Hata hanisikii tena. Kashashika simu. Tunafikaje kule tunakofika? Tunatokaje? Wewe utafanya nini na wengine wafanye nini? Mimi kama mimi ndio ni kujitahidi tu kufanya kazi kwa bidii. Naamini kwamba nikifanya kazi zangu kwa bidii tanikuamua kutoka hali hii kwenda hali nyingine. Naamini na vijana wenzangu wakijitahidi kufanya kazi kwa bidii watatoka. Swala la imani zaidi. Sawa sawa, asante. Dada Adela. Sina ukumbuka. Uko vizuri sana katika barua. Kujituma. Kwa mfano kama mimi mwenyewe nafanya biashara ndogo ndogo. Nilipoanza na nilipo sasa hivi kidogo nimesogea. Kwa hiyo tukijituma na tukipata watu wengine wa kutushika mkono. Kwa mfano pale mimi nina biashara ya chakula. Eneo langu ni dogo tu, lakini natamani kama wewe kiongozi uje pale ule, lakini kwa wewe ukiangalia mazingira unaona ni hapa siwezi tu. Kwa hiyo mkipata mtu anakuwezesha bwana kwa hicho unachofanya na kuwezesha ili uwe mkubwa zaidi, na biashara yangu na imani itazidi. Lakini atatoka wapi huyo atakaye tu jisikia kukuwezesha bila wewe kumtafuta?
changamoto hapo inapokuja, huwezi kufahamiana na kila mtu. Hii mikopo iliyosemwa ya 10% ya halmashauri kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, wewe umeshawahi kwenda kuiomba? Sijawahi hata kuisikia. Hujawahi hata kuisikia? Unaona shida iliko hapa? Sijawahi kuisikia, na kama ningekuwa nimesikia ningeenda. Haya. Wangapi wamewahi kuisikia kuhusu mikopo ya halmashauri ya 10%? Mapato ya halmashauri mpaka katiba tumetengeneza, ila mpaka leo tujapata. Mmetengeneza katiba ila katiba ikaeni kwa vikundi kundi, lakini up to right now hamjapata. Wewe umewahi kuisikia? Umewahi kwenda kuiomba? Wewe umewahi kwenda kuomba? Hebu zungumza kidogo uzoefu wako. Ilikuwaje? Katika swala zima hilo la kwenda kuomba mkopo, kwanza mimi niseme toka hatua ya awali kunakuwa na mkanganyiko mwingi ambao unatufanya vijana wengi tukate tamaa hata kabla ya kufikisha maombi halmashauri. Kwa mfano, unaenda kwa afisa maendeleo kata, atakwambia lete sijui kitambulisho cha NIDA, utapeleka, utarudi atakwambia lete katiba. Huenda akakwambia katiba hauna, leteni niwatengenezee. Mnatoa pesa, vijana hao mnaomba hela imradi mfanye maendeleo, mnaenda kutoa tena pesa kule akawatengenezee. Mtatengeneza katiba, mtaenda kule sajilini BRELA. Unaona, zote hizo ni gharama vijana mnatumia. Mwisho wa siku mnajikuta mmetumia 200,000. Vijana hao ambao ile 200,000 walau mngesema tuanzie hii kama mtaji, ingekuwa ni faida. Kwa hiyo mimi nadhani katika hapo tuseme wenyewe mlimaliza mchakato au hamkumaliza mchakato? Mchakato tulimaliza, tukaambiwa kwamba tusubiri watu wa maendeleo wa halmashauri watashuka kuja kukagua eneo letu la mradi na waweze kutupendekeza, lakini mpaka sasa hawajaja, ila tukasikia kwa baadhi ya vikundi walifika kutokana na kwamba wengine walisema walipata favoritism kutokana na wao wana watu ambao wana mkono katika sehemu zile. Nyie mlikuwa mtaka kufanya mradi gani? Kwetu sisi tulifikiria kufanya mradi wa ufugaji kuku pia na utunzaji wa mazingira ambao tulipanga kutengeneza vitalu vya maua. Na kuna katika kikundi chenu kuna watu ambao wana uzoefu na huo mradi wa ufugaji kuku? Yeah. Aha. Kwa hiyo hakuna kisingizio cha kusema kwamba labda mliamua kufanya kitu ambacho hamna uzoefu nacho ndio maana wakaamua kuwaacha? Ndio kabisa. Aha, sawa. Kabla tujarudi kwako, ongezea na wewe uzoefu wako katika hii mikopo hiyo ya 10%. Na nyie mlitengeneza kikundi? Mtaalamu Barwan, mimi nafikiri mimi sitaki kuongea mambo mengi sana, ila tu kwamba hii mikopo ya halmashauri ina utaratibu mbovu. Unaweza kuanzia chini ukaenda mpaka kule juu, lakini kule juu kule sogeza kidogo. Kule juu kule kuna upside down, kama unaweza kufika kule lakini ukakutana na majibu ambayo tunaishaga pale tutakuja kuwakagua. Sasa hapo tutakuja kuwakagua hapo. Watu wanahamishwa tu halmashauri. Kaja huyu leo kaingia huyu. Kwa unajikuta basi bwana haina shida. Mimi nimekubali, nimeikosa. Lakini tunafuata taratibu zote na unakuta watu na uzoefu na hizo na hiyo miradi, ufugaji kuku, sijui ukamwaji wa maziwa ya ng'ombe, viwanda vya tofali, sijui viwanda vya vyuma. Yaani hivyo vitu vipo, lakini sasa uwezeshaji. Ndio kama alivyosema ndugu yangu Juma hapo kwamba wanaopata wengi wanasemaga wao wana connection, yani mawasiliano na watu zao ambao wapo kwenye zile sekta. Kwa hiyo sawa, ili upate lazima uonge. Sasa mimi naomba milioni 30 nionge milioni 20 wapi na wapi bwana, inakuwa haiwezekani. Mimi kwa naona sawa, acha nipambane mwenyewe hivyo. Na nyie hamkupata pia mlivyounda kikundi au hukuunda kikundi? Tuliunda. Mlifanikiwa kupata au mkupata? Hatukufanikiwa. Mpaka wewe umekosa. Yani lakini sasa mbona kama umefurahia kwamba na yeye kakosa? Mimi nimeshangaa, sio nimefurahi, mimi nimeshangaa. Umemcheka bwana. Sababu moja ya watu ambao for real tunahamasishana vijana tusimame ili tupige hatua. Na hata hapa mkitoka mbele kuna bajaji nyingi sana zipo. Hata pale waliambiwa tuunde vikundi, wakawa na katiba, tukalipia kwamba leseni, paka leseni labda wewe si dereva mna present pale kwamba halmashauri labda inataka kutoa hiyo chukulie vyombo hivyo, lakini
hatukufanya. Lakini kikubwa nini ni hicho, kwa sababu sisi tunavyojua katika mfumo wa kiulimwengu taasisi sio mtu. Yani uongozi ni taasisi. Kwa hiyo unaposema fulani ndo alikuwepo ameshahamishwa, kwa hiyo faili lako labda alionekane. Kunatakiwa kuwe na muendelezo. Hizi ni weakness, ni bureaucracy. Sawa. Ni bureaucracy. Sawa. Haya, umesikia kuna hiyo mikopo ya 10%. Katika hizo 10%, mimi nikikuongezea tu taarifa ni kwamba 4% huwa inatakiwa iende kwa wanawake, 4% inatakiwa iende kwa vijana, 2% inaenda kwa watu wenye ulemavu. Ina mapungufu yake na matatizo yake kama walivyoelezea wengine, lakini hiyo fursa ipo, na wewe labda ukijisikia unaweza kwenda na wewe halmashauri uende ukawaulize, nimesikia kuna hii na mimi na biashara yangu nikitaka kupata hii mikopo nifanyeje? Tuendelee pale kwenye ile swali la kwamba tunatokaje hapa, kama unanyongeza yoyote. Sawa, kwa sababu nimeshasikia na mimi nitalifanyia kazi, taenda huko kwenye halmashauri. Lakini kwa jinsi wenzangu hapa walivyoongea, kikubwa hapo mimi nachoona ni sisi wenyewe kujikwamua. Tusitegemee kwanza kupewa, wenyewe tuanze kujihangaikia. Kwa hiyo kama kitakuja tuendeleze pale tulipo. Ndio hicho mimi ninachokiona. Sawa sawa. Kwa uchache tukimalizia. Kwa upande wangu nini kufanyika au nini nifanye ili nifikie lengo langu? Lazima nifanye kazi kwa bidii, nipende kazi yangu, nijitolee kwa moyo wote kuifanya kazi yangu. Hata vijana wenzangu wakifanya hivyo tutafikia lengo letu. Tujitolee, bidii. Wimbo unakuwa wimbo wa taifa huo, tujitolee, tuwe na subra. Zulfa nawe unasema hivyo. Tujitolee. Tuzidi kupambana tufikie lengo. Tusisubiri tu ili mradi kwa kuwa tumeongea hapa basi tukae tu tusubiri, hapana, hatutofikia. Inabidi hiki kidogo tulichokuwa nacho tuzidi kuendelea kupambana, tuzidi kufanya kazi, then tutakapojaliwa hapo tunazidi kuendelea. Mna vikundi vya vikoba? Hebu tupe uzoefu, vinaendeleaje? Mtaji wenu unakuwa uko ule unarudi nyuma? Mlianzisha lini? Kikoba chenu kimewasaidiaje, ili kama kuna wengine wanaotutazama na kusikiliza waweze kujifunza kutoka katika uzoefu wenu? Tulianza na hisa ya shilingi 1000 tukapanda 5000. Sasa hivi tunasimama katika hisa moja ni shilingi 4000, na maana kwa wiki unaenda na shilingi 20,000. Kwa wiki unaenda na shilingi 20,000. Na idadi ya wanachama? Tulikuwa wengi, tulikuwa wanachama kama 30, ila bahati mbaya wenzi wetu hawakuwa na malengo mazuri juu yetu, waishia kati, lakini sisi Mwenyezi Mungu ametujalia tunazidi kusonga mbele. Na mliobaki hakuna kusumbuana, hamna kwenda kunyang'anyana sijui vitanda, meza, kausha damu. Sawa. Huku kuna yeyote wakati mnachangia mchango wenu wa mwisho amewahi kwenda kuchukua mkopo kwa ajili ya kufanya biashara mahali popote, kwa ajili ya kupata mitaji? Kwa sababu mmesema mnahitaji mitaji ili mfanye biashara zenu kujikwamua. Kuna popote ambapo mmewahi kwenda kuchukua mikopo kama peke yako au kwa kikundi? Hakuna. Sasa unafikiri utatokaje? Mimi nadhani wengine huku au huku ndo wafuga nyoka huko. Sisi huku wengine tunashindwa kwenda kuchukua mikopo kutokana na mazingira mengine ambayo yanakuwa si rafiki katika, unajua katika maisha pia tunaangalia kuna kitu kinaitwa imani, ambapo ni katika masuala lazima ya Mungu. Unakuta unataka ukachukue mkopo, lakini kuna kitu kinaitwa riba. Sasa ukisema uchukue, maana huo ndo mkopo wa rahisi na kwa haraka, ukachukue pale, ina maana unamuuzi Mungu wako, imani yako tayari ishakudhibiti, na wewe utaki kwamba nifanikiwe hichi, ili chumo litaenda kuniumiza mimi baada ya maisha yangu ya duniani. Kwa hiyo ukisema labda uende kwenye hizi Islamic banking, unakuta labda nilikuwa nataka nikuulize hapo. Uende kwenye Islamic banking, unakuta labda
elimu ile ya undani zaidi vijana wengi hatuna, na hata kama ukiwa nayo unaweza ukafika kule ukaulizwa labda kitu gani ambacho unaweka kama dhamana. Asilimia kubwa ya vijana wengi sisi hatuna mali isiyohamishika ambayo inaweza kuwa dhamana kwa ajili ya kupata mtaji. Sasa mimi nadhani hata katika hizi sekta binafsi na naiomba serikali yetu kupitia kwenye dira kama inavyosema kwamba ishirikishane pamoja na hizi sekta binafsi na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi. Sasa inabidi wawaambie kuna baadhi ya vigezo wavilegeze kwa maslahi na manufaa ya vijana wa Kitanzania kuweza kunufaika na hiyo mikopo na fursa mbalimbali. Sawa, asante. Kwa hiyo vikwazo vipo, hakuna dhamana, hizo mali zisizohamishika vijana hawana, ndio maana wanashindwa kupata hiyo mikopo, na wengine imani zinawazuia. Kwa hiyo wale wanaofanya Islamic banking waweze kufika mpaka katika ngazi hizi. Shukran sana. Wengine twende. Chochote sasa ulichonacho cha kuongezea tu wakati tunamalizia mjadala wetu. Shukrani. Bana, ushauri wangu tu vijana tuendelee kuwa na imani, tujiamini. Subra ni ibada, shehe. Subra ni ibada. Hivi unaweza ukatoka hapo ukaenda pale kwenye kijiwe ukaanza kuambia vijana wenzako subra ni ibada, au watakutukana hata kukupiga mawe? Na ndio huko tunapoanzia huko uvumilivu. Yaani tunakosa uvumilivu vijana. Hiyo ndo sababu kubwa sana tunataka tufanye mambo makubwa. Uvumilivu ni mdogo vijana wengi. Lakini kila unamuona leo hii anaendesha gari, ana nyumba kali, alikuwa kama wewe. Siku baadaye akaja sio kweli bana, mimi hapo sikubali. Na wengine walizaliwa tayari. Sasa wamezikuta shehe wangu. Umesema kila. Wewe umesema kila unayemuona anaendesha gari, ana nyumba ipo hivi, alikuwa kama wewe. Mimi ndo nasema bana, hiyo sio kweli. Ipo hivi, ni asilimia kubwa unaotuona sisi vijana, vijana sisi hapa sisi vijana wengi sisi ndio tupo hivyo. Hadi wewe. Kijana unamuona leo hii cha kalamu nini kiatu kama hivyo, lakini mwisho wa siku anashangaa na kuja sababu kapeta msoto, uvumilivu hapa na pale, mwisho wa siku baadaye anakuja anatoka. Kuvumilia na kuwa na imani kwamba ipo siku nitapata. Hata kama sio leo, lakini ipo siku nitapata. Sawa. Shukran sana. Mimi kubwa naona tuwe na subira tu. La mambo mazuri yanakuja. Tuwe na subira, mambo mazuri yanakuja. Tunywe mtori, nyama tutazikuta chini. Na umri unaenda tu. Wewe hiyo subira unayo? Subira mimi ninayo kubwa tu. Kikubwa uvumilivu, kupambana mwenyewe, kujionyesha bidii kama unachofanya hiki sahihi. Kujionyesha sahihi, hiki kitu unachofanya kitanifikisha mbali. Mwenyewe imani yako ukijiwekea. Sawa sawa. Mimi nafikiri kufanya kazi kwa bidii, tuongeze sana kufanya kazi kwa bidii. Na kwa mimi tunachokifanya tu, hakuna kingine, kwa sababu hata hao wanaosema ndugu yangu huyu kwamba wanaendesha magari sio na nini, nao bado wanafanya kazi. Wanafanya kazi. Mfano mdogo, labda mimi niende kwenye uhalisia. Mimi ni fundi welding, yani fundi kuchomea. Na miliki grenda yangu. Ile grenda mimi sijaenda kukopa. Nikaope au funchwe grenda hapa. Ila nilipambana humo. Fundi kibarua, kwenye ujenzi, sijui nipo kwenye kumwaga zege, sijui nipo kwenye kulima, mpaka nikaja nikanunua grenda yangu. Hiyo grenda inauzwa 150. Lakini sasa angalia hizo sehemu nilizopitia. Nayo mwenye grenda yangu kama fundi. Kwa nikitajika sehemu na grenda yangu naenda, nafanya mpango sasa na mimi nipate. Na ndoto yako ni kufikia wapi? Ndoto yangu mimi kufikia niwe na kiwanda changu kidogo ambacho kitatoa fursa kwa vijana wenzangu. Kwa sababu hata mimi na nyuma kuna muda unafika barabarani, tunakutana na vijana, mtu anakuja kijana akamwambia brother sijala na shida ya 500. Sasa najiuliza sasa 500 huyu mtu anakula na shiba vipi? Na saizi mchana usiku je? Na kwenye changamoto nafikiri mimi katika
kwa mtani wangu ninavyoishi, wapo marafiki zangu wengi nimewapoteza kwenye kutafuta kipato ambacho kwa njia isiyo sahihi. Kabisa naona rafiki yangu yule pale anachomwa moto anakufa. Kutafuta kipato kwa njia isiyo sahihi. Na wapo ambao tumekuwa wote wametafuta kipato chao kwa njia sahihi. Kwamba tulikuwa tuko wote wamenivuka. Sikasiriki sinuni kwa sababu ni maendeleo ya muda na wakati sahihi. Kwa hiyo ninachokifanya simchukii wala kumloga wala kumsema vibaya, hapana. Na mimi naongeza bidii ya kupambana, wakati wangu ukifika nitapata na mimi. Sawa, nadhani tunaweza tukaridhika na tulichofanikiwa kujadiliana kwa siku ya leo. Tunachoangazia ni kwamba dira mtaani vijana wanasemaje. Na dira sio ni kwamba ni kabrasha ambalo ni la serikali, linamilikiwa na serikali, na kwamba serikali pekee ndio ina umiliki wa hilo kabrasha linaloitwa dira. Ila dira ni kitu ambacho kinatupa mwelekeo, kinatupa mwongozo sisi wote katika maamuzi ambayo tunayafanya katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, ngazi ya kaya, mtaa wetu kama hapa leo hapa Zigiziwa, Lubakaya, Kibaoni, tunapokuwa tunajadiliana kwamba sisi tunaona tunataka tufike wapi na mwongozo wetu ni upi. Kila mmoja anakuwa na matumaini yake, kila mmoja anakuwa na malengo yake. Katika mjadala wetu wa leo tumekubaliana kwamba kuna njia za mkato za haraka sana, lakini sio za halali. Zinaweza zikampa mtu manufaa, lakini manufaa yale yanaweza yasiwe ya kudumu na yanaweza akamfikishia pabaya. Kama mtu anaenda kujiuza au kama mtu ameenda kukaba, anaweza akawa na mwisho mbaya. Lakini tumekubaliana hapa kwamba mifano ya watu ambao wamefanya bidii ili kuweza kufikia malengo yao ipo, japo sio wengi, lakini ipo. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea kujifunza kutoka kwa kila mmoja wetu, tunawezaje kutumia hizo fursa halali kuweza kufikia pale ambapo tunataka kufikia. Lakini pia kuna jukumu la kila mmoja wetu, kuna jukumu la serikali za mtaa, kuna jukumu la sekta binafsi mmezungumzia, kuna jukumu la serikali kuu vile vile. Na kwamba kikubwa kumekosekana uadilifu katika pande zote. Kijana ameangushwa kwa sababu amejiangusha yeye mwenyewe, ameangushwa na jamii yake, ameangushwa na serikali kwa sababu ya kukosekana kwa uadilifu. Kwa swala la uadilifu limeonekana ni swala ambalo sote tunakubaliana. Haya majadiliano hayatoki na mazimio yoyote, lakini ni namna tu ya kuweza kuangalia mustakabali wetu sisi ni upi na tunaufikiaje, tunakwama wapi, tunatokaje hapa tulipo. Kwa kama nilivyosema, turidhike na kila ambacho tumeweza kujadiliana leo, na mazungumzo yetu haya yameletwa kwenu kwa hisani ya chombo hiki cha habari kinachofahamika kama The Chanzo kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya, ili tuweze kukaa na kuweza kuzungumza mustakabali wetu. Asanteni sana.